Ili wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, umebuka vifua mbele kwa kufuzu katika mashindano ya AFCON katika hatua ya 16 bora. Kama unavyojua, mashindano hayo yanaendelea hivi sasa na Tanzania rasmi wamefuzu katika hatua ya 16 bora tangu Tanzania iumbwe, wengine wanasema hivyo, au katika historia ya taifa la Tanzania hawajawahi kufuzu hatua ya 16 bora ya AFCON. Katika AFCON zote ambazo amecheza, Tanzania huaga anaishia hatua ya makundi, lakini kwa hivi sasa amegrow. Waswahili wanasema kwamba Tanzania imekuwa, kwa hivi sasa imepiga hatua katika kuishia hatua ya makundi mpaka kuingia katika hatua ya 16 bora, japokuwa wengi wanasema kwamba hiyo ni hatua ngumu zaidi kwa Tanzania kwa sababu hajawahi kufika hata siku moja, hivyo anatakiwa aonyeshe au aprovie watu kwamba alistahili kufuzu, japo amefuzu kupitia best loser. Wengine wanasema ni mlango wa uwani. Kama unavyojua, Tanzania wamepambana kweli. Mechi yao ya kwanza katika kundi walikutana na Nigeria na Tanzania alipoteza kwa goli 2-1, na mechi ya pili ilikuwa ni dhidi ya Tanzania na Uganda, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu na ni mechi ambayo kila mmoja wao alizani anaweza kushinda, Uganda akiamini kwamba anaweza kumfunga Tanzania na Tanzania akiamini kwamba anaweza kumfunga Uganda, lakini mechi hiyo ilimalizika kwa goli 1-1. Na mechi ya mwisho pia, Tanzania na Tunisia, watu wengi walimuua Tanzania kwa sababu Tanzania, watu wengi wanamdharau wa Tanzania wenyewe. Sometime wanaona Tanzania ni timu ambayo ni lele mama, mpaka wanasema kwamba Tanzania ni kichwa cha mwendazimu, lakini hayo ni maneno tu ya ishiri kwamba Tanzania ni kichwa cha mwendazimu kweli, au Tanzania ni timu ambayo haionyeshi kitu ikiwa uwanjani. Wenyewe wameonyesha kitu katika mechi hiyo dhidi ya Tunisia, na mechi ambayo imalizika kwa Tanzania na Tunisia kuisha sare ya goli 1-1, goli la Faisal Salum ambalo limeifanya Tanzania kwenda katika hatua ya 16 bora. Tanzania hivi sasa wameingia katika historia ya kwamba wanaingia katika hatua ya 16 bora tangu nchi iumbwe, tangu Tanzania imejulikana kama taifa. Ni kwa mara ya kwanza sasa Tanzania inaingia katika hatua ya 16 bora katika mashindano ya AFCON. Hivyo ni ngumu kweli kuzani kama Tanzania anaweza kuingia katika hatua ya 16 bora, lakini kwa sababu mpira unachezwa kweupe, mpira unachezwa uwanjani, mpira unachezwa ambapo kila mtazamaji anayetazama mpira, au kila mwanasoka au kila mpenzi wa soka huwa anaangalia. Hivyo kila mtu ameona Tanzania ameonyesha kitu kwamba anaweza kupambana, ana hali, ana morali, kwa sababu kama unavyojua AFCON ijayo 2027 inachezwa katika mataifa matatu ikiwemo Tanzania, naye atakuwa ni mwenyeji wa AFCON hiyo. Hivyo ameenda kujifunza, na sio tu kujifunza, ameenda kuonyesha kwamba AFCON ijayo ana kitu ambacho anaweza kuonyesha. Watu wasimkatie tamaa, watu wasimdharau Tanzania, kwa sababu watu wengi waliona kwamba Tanzania anaenda tu kushangaa au anaenda kujifunza, kwa sababu zimezoleka kauli za Kitanzania kwamba kila siku wao ni timu ambayo inaenda kujifunza katika AFCON. Lakini msimu huu wamekuja kitofauti na kuwajibu watu na kufunga midomo. Watu wengi walidhani kwamba Tanzania wanaenda kujifunza tu, Tanzania huwa kama kawaida yao wanaenda kuburuza tu mkia, lakini msimu huu wamekuja kitofauti kabisa. Kama unavyojua, AFCON iliyopita ambayo ilichezeka kule Ivory Coast, Tanzania alipoteza pia mechi ya kwanza dhidi ya Morocco goli 2-0, na mechi inayofuatia dhidi Zambia, mechi hiyo ambayo ilimalizika kwa Tanzania kupata goli 1 na Zambia kupata goli 1. Lakini mechi ya tatu dhidi ya Kongo, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya 0-0, mechi hiyo ambayo watu wengi walidhani kwamba Kongo anaweza kumfunga Tanzania kwa sababu Kongo ana squad ambayo ina wachezaji wengi wanacheza nje ya Afrika, lakini Tanzania alienda na squad yake ya kawaida, wachezaji wake wengi wanaocheza ligi ya ndani. Hivyo ndio maana Tanzania haipewi nafasi kubwa, kwa sababu wanadhani wachezaji wanacheza ligi ya ndani ni wachezaji wa kawaida tu, ni wachezaji ambao hawana uwezo. Watu wengi wanafikiria hivyo, lakini haikuwa hivyo. Tanzania katika mechi hizo tatu alimaliza na pointi 2 kama ilivyo mwaka huu, pia alimaliza na pointi zake 2, lakini amepita kwenye best loser. Hivyo Tanzania anaenda 16 bora. Katika hatua hiyo ya 16 bora kuna mambo mengi anaenda kujifunza, na kuna mambo mengi anataka prove kwamba yeye ni timu ambayo imefuzu ikiwa ina uwezo wa kuonyesha vitu uwanjani, sio kwamba wamepita kwa best loser ndo hawana chochote, ndo kwamba ataenda kutolewa tukio wepesi. Wenyewe wametabanaisha kwamba wanaendelea kupambana. Wao ni timu ambayo watu wengi wanaichukulia kama ni underdog, watu wengi wanaichukulia kama ni timu ambayo ni dhaifu katika timu zote ambazo zimefuzu katika 16 bora, lakini watashangaza umma, watashangaza
kushangaza umati wa watu ambao wanawadharau, wao waendelee kuwadharau, lakini wao ni timu ambayo itaonyesha vitendo, ni timu ambayo itakuwa inafanya kazi uwanjani, haitakuwa inasikiliza maneno ya watu, hawatakuwa kwamba watolewe mchezoni kirahisi kama watu wengi wanavyofikiria. Wanaendelea kupambana, wanasema kwamba wanaendelea kujifua kwa sababu mashindano bado hayajaisha na wao hawajatoka, hivyo hawawezi kujikata tamaa kwamba mechi inayokuja kwao itakuwa ndo mechi ya mwisho. Lakini mpaka hivi sasa Tanzania katika hatua hiyo ya 16 bora atakutana na Morocco. Kama unavyojua Morocco ni timu ambayo imefanya mambo makubwa katika soka la Afrika, timu ambayo imefika katika mashindano ya World Cup mpaka nusu finali. Hivyo Tanzania ana kazi kubwa, ana kibarua kigumu kabisa. Mfupa mgumu huu ambao uko mbele yake kwa hivi sasa ni Morocco. Morocco kama unavyojua mashindano yako nyumbani na wamejiandaa kwelikweli, wamejiandaa kwa sababu wanajua mashindano haya lazima yachukue wapo kwao. Wana mashabiki wengi, wana kila kitu, wao wameandaa mpaka viwanja, wameandaa bajeti zao zote, hivyo si kirahisi kwa kombe hili kuliachia liondoke au walichukue mtu mwingine tofauti na yeye. Wenyewe wanaamini kwamba wana squad pana zaidi, hivyo Tanzania kazi anayo. Tanzania anatakiwa ajipange kwelikweli kwa sababu Morocco wenyewe wamewekeza muda mrefu katika soka, wamewekeza muda mrefu katika mpira wa miguu, na ndio maana wachezaji wake wengi wanacheza Ulaya, tofauti na Tanzania wachezaji baadhi ndio wanacheza Ulaya. Lakini Tanzania ni timu ambayo haikati tamaa, wakati wowote uwanjani wanapambana kwa sababu wanajua lenki yao ni ndogo zaidi ya Morocco. Lenki yao ni ndogo, maana Morocco amewafunga hivi karibuni, wamekutana naye amewafunga nje ndani katika mashindano ambayo wanabahatika kukutana na Morocco. Hata katika chani Morocco aliwatoa wa Tanzania wakiwa nyumbani. Hivyo ni kama ni mechi ya kisasi kwa Tanzania, lakini mpira kama unavyojua bwana, mpira unadunda. Mtu unayemkatia tamaa anaweza kafanya makubwa kiasi kwamba watu ambao walikuwa hawamwamini wakaja kumwamini baadaye, kwa sababu hata msimu uliopita alipita kwa best loser ambaye ni Ivory Coast, ndio timu ambayo ilichukua kombe hilo la AFCON. Hivyo hata Tanzania wanaona kama AFCON iliyopita aliweza kuchukua Morocco kwa best loser, hata wao bado nafasi wanayo, japo kuna ugumu, japo mpira wa miguu unadunda, mpira wa miguu una matokeo matatu, mpira wa miguu una matokeo ya kushangaza. Hivyo watu wengi wanaweza wakashangaa kwa jinsi gani Tanzania inavyoweza kupambana, japokuwa Waganda wenyewe wanasema Tanzania ni timu ya kawaida sana, ni timu ambayo imeondoka na tiketi yao kwa sababu wao walitakiwa wamfunge Tanzania. Kama unavyojua wenyewe walipoteza mkwaju wa penalty dakika za mwishoni kabisa katika mechi ya Uganda na Tanzania, dakika 88 Alan Okello alipaza penalty. Hivyo mashabiki wengi wa Uganda, hata kocha wao wa Uganda pia alisikika akisema kwamba Tanzania ni timu rahisi mno, wanashangaa kwa nini wameshindwa kuifunga, lakini wanaenda kujiandaa na AFCON ijayo. Kama unavyojua AFCON ijayo watakuwa ni wenyeji wenza wao Tanzania pamoja na Kenya, hivyo lazima wajiandae kwa sababu wanajua mambo ni